Yako mambo ambayo yameanza kufanywa kwa muda mrefu sana katika mfumo wa dunia hii, katika asili ya giza, na hivi leo mambo haya yameingia kanisani na watu wanafundishwa na watu wanayafuata na wanayaishi haya mambo. Ni mambo gani? Nitazungumza mambo mawili ya msingi. Jambo la kwanza, nitazungumza kwa habari ya mafundisho, elimu ya nyota. Tunajua asili ya elimu ya nyota ilianza kule Mesopotamia, katika mji wa Babylon, mji wa Babeli, pamoja na kule Persia ambayo kwa sasa unaita ni Iran. Na elimu hii ya nyota ni astrology, ni elimu ya unajimu, na wanaosoma elimu ya hii nyota wanaitwa magi. Hawa ni expert, hawa ni wataalamu wa elimu ya unajimu na wana practice occult, hizi secret societies ambazo zinazotumia magic power, natumia mambo ya mauzauza, nguvu za giza. Kwa hiyo ukizungumza kwa habari ya elimu ya nyota katika Biblia, tunaona wale wise men, wale mamajusi kwenye Mathayo sura ya pili, kuanzia mstari wa kwanza. Mamajusi hawa walisafiri kwa kuongozwa na nyota, sio kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu wala kwa kuongozwa na malaika wa Mungu. Walisafiri kwa kuongozwa na nyota. Walikuwa ni wachawi wanaongozwa na roho za giza kutoka kule mashariki ya Persia ambao ni Iran sasa hivi, kuongozwa kwenda Yerusalem. Na walipofika kule Yerusalem, walimwambia mfalme Herodi, wakampa habari kwamba kuna mfalme mpya wa Wayahudi amezaliwa. Na kwa kuwa tu hawakuongozwa na roho wa Mungu, hawakujua ni mfalme wa namna gani, hawakujua kwamba ndiye Masihi amezaliwa, bali wao walijua kuwa ni mfalme, ila mfalme wa namna gani hawakujua. Ndio maana hata mfalme Herodi alipopata hizo taarifa alikuwa na wasiwasi, kwa sababu alijua mfalme huyu atakuja kuchukua ufalme wake. Kwa hiyo waliongozwa na elimu ya kipepo ya nyota, au mamagi au mamajusi. Na tunajua kwamba kila alama inaonyesha nyota ya mwezi husika, ile alama inawakilisha aina fulani ya roho chafu, aina fulani ya pepo. Kwa hiyo kwa Mkristo ambaye upo kanisani, upo chini ya neema ya wokovu na unafuatilia na kuamini habari za nyota za mwezi fulani, umeokoka, una neema ya Kristo, unasema mimi nyota yangu mimi ni kitu fulani, nyota yangu mimi ni kitu fulani, na unaishi hiyo nyota, unafuatilia zile tabia za zile nyota. Umeokoka, una roho wa Mungu, lakini bado unaamini roho nyingine. Kumbuka, wokovu unamwingia mtu kwa kuamini moyoni mwake na kwa kukiri. Anapoamini anahesabiwa kuwa mwenye haki, Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na 10. Na unapokiri, wokovu unakuingia kile unachokiamini ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kama nuru, neema ya Kristo inakuingia kwa kuamini na kukiri, basi unapokuwa unaamini elimu nyingine ambazo zitokana na chanzo cha nuru, chanzo cha Kristo, kwa kuamini kwako na kukiri, kuna kitu kinakuingia ndani na kinafanya kazi na kutawala maisha yako pasipo wewe kujijua. Kwa hiyo elimu za nyota na aina za nyota kulingana na alama tofauti za kila mwezi zinawakilisha aina fulani za mapepo. Unapokuwa unaamini moyoni na kuzikiri, unafungua mlango wa hizi roho chafu kutenda kazi katika maisha yako. Na sisi ambao ni wana wa Mungu hatuongozi kwa roho za mapepo au roho za nyota, aina fulani nyota. Tunaongozwa na roho wa Mungu, kama Warumi sura ya 8 inasema. Tunaongozwa na roho wa Mungu. Kilichozaliwa na Mungu kinaongozwa na roho wa Mungu, sio na kitu kingine. Na sio vizuri kanisani kuhubiri hivyo vitu, kwa sababu tunaingiza uganga, ushirikina, uchawi, vitu ambavyo waganga wa kienyeji wanavifanya, ndivyo watu leo makanisani wanakuja kuvipractice. Jambo lingine ni swala la kuchinja. Swala la kuchinja na kutoa kafara wanyama, mbuzi, kondoo, ng'ombe. Jambo hili limekuwa ni la kawaida sana siku hizi katika makanisa duniani, haswa katika nchi za Kiafrika. Tunajua kwamba maelekezo ya kuchinja katika Kutoka sura ya 12 ilikuwa ni kwa ajili ya kupaka ile damu katika miimo ya milango kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya Kanaani,
nchi ya baba zao Ibrahimu na Isaka. Lakini walipopewa maelekezo haya, ukisoma pia Kutoka sura 25 mpaka 30, Kutoka sura ya 35 mpaka 40, Mambo ya Lawi sura ya kwanza mpaka sura ya 9, Mambo ya Lawi sura ya 16 17, tunaona Mungu anatoa maelekezo nyakati tofauti atengenezewe maskani, sehemu ambapo atadhihirika, na maskani hizo tabernacles basi ziwe na madhabahu, na walikuwa wanatoa maelekezo wachinje aina fulani ya wanyama kulingana na maelekezo ya Mungu wenyewe. Na wanyama hao walitumika, ilikuwa ni kama figure of speech, ni figurative language ilitumika kama sehemu ya shadow, ya kivuli cha picha halisi, cha mnyama halisi, cha damu halisi. Maana kusoma Mambo ya Lawi 17 inazungumza mstari 11 pale na kuendelea, inazungumza damu ya wanyama ndani yake ina uhai. Kwa hiyo damu inawakilisha uhai. Kwa hiyo walikuwa wanachinja, ile damu ilikuwa ni picha ya uhai. Kumbuka damu hiyo ilikuwa inaitoa, ilikuwa ni kuwapatanisha tu na Mungu na kufunika dhambi zao kwa wakati, kwa kitambo kidogo tu. Ndio maana walikuwa wanachinja mara kwa mara, kila mwaka, mara kwa mara. Lakini Yohana wakati anabatiza watu katika mto Jordan, kuna Yohana sura ya kwanza, Yohana Mbatizaji, kuna Yohana sura ya kwanza mstari wa 29, alipomwona Yesu Kristo akiwa chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu, akastangaza akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu anakuja aondoaye dhambi ya ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu. Kwa Kristo Yesu ndio yule mwana kondoo aliyefunikwa katika lugha ya picha, lugha ya kivuli katika Agano la Kale. Katika Agano Jipya Mungu amekuja kujifunua kupitia mwanaye Yesu Kristo, kulingana na Yohana sura ya kwanza mstari wa 17 na 18. Hakuna aliyemwona Mungu, lakini Kristo ndio amekuja kumfunua Mungu. Ameleta neema na kweli hapa chini ya jua. Kwa hiyo yule mwana kondoo halisi, achana na yule ambaye alikuwa ni kivuli akitumika kupitia wanyama, damu zao zinachinjwa. Kwa hiyo mwana kondoo halisi ni Yesu Kristo, ambaye kwa damu yake iliyomwagwa imetupa ujasiri, kulingana na Waebrania 10:29, imetupa ujasiri wa kumkaribia Baba, imetupa ujasiri wa kupata chochote kile katika ulimwengu wa roho, uhai aliyoutoa. Kwa hiyo damu ya wanyama inayomwagika na kutolewa leo haiwezi kukuletea mafanikio, labda kama unaamini miungu mingine, labda kama unaamini uchawi, ushirikina na uganga. Lakini kama uko kanisani, iko damu ya Yesu Kristo inayonena mema kuliko damu zozote zile. Waebrania 12:24 inazungumza damu ya Yesu Kristo, damu ya mjumbe wa Agano Jipya, ilitolewa mara moja. Hatutoi damu ya Yesu Kristo kila wakati. Hata hizi liquid zinazogaiwa na kuuzwa makanisani zinaitwa damu ya Yesu Kristo. Sio damu. Damu ya Yesu Kristo si kumiminika, ni personality, ni uhai Kristo Yesu aliyotoa na kuutoa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kuchinja kafara za wanyama ukiwa kanisani, una practice uganga, ushirikina, na uko chini ya influence ya mapepo yanakuongoza, hata kama umeshika Biblia na unasema Yesu Kristo ni Bwana. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 8 inazungumza Yesu Kristo ndio Pasaka wetu. Kwa Pasaka wetu ni personality ya Yesu Kristo. Pasaka sio kuchinja tena wanyama. Yesu Kristo alishachinjwa tayari. Mwana kondoo alishachinjwa, alishatoa uhai wake na kuutoa tena. Kuendelea kufanya hayo mambo mengine ni sawasawa tu na mtu anayeenda katika madhabahu za waganga wa kienyeji akipractice ushirikina. Ni sawasawa na mtu ambaye anaenda kwa wanajimu au mamagi, astrologist hawa, wanaamini katika elimu ya wanajimu na kusikia kuongozwa kupitia alama za mikono, alama za mwili, alama za nyota, alama za mwezi. Sisi tunaongozwa na Roho Mtakatifu, hatuongozwi na kingine chochote kile nje ya Roho wa Mungu. Na kuna kitu kimoja ambacho nataka nikizungumze katika elimu ya theolojia, elimu ya Biblia. Kuna vitu viwili ambavyo vya msingi napaswa kuelewa. Wewe ambaye ni mhubiri, wewe ambaye ni mshirika unanisikia huko. Kuna kitu kinaitwa exegesis na kuna kitu kinaitwa eisegesis. Exegesis ni kuruhusu maandiko yajielezee yenyewe, kuruhusu ile intention, ile mind ya Mungu, ile akili ya Mungu. Wakati yule mwandishi, yule author anaandika kitabu husika cha Biblia, ile akili ya Mungu ilikuwa inamvuvia kuiruhusu hiyo ikupe maana ya kilichoandikwa. Hiyo ndio exegesis. Lakini eisegesis ni kuchukua akili ya mhubiri, akili ya mwalimu fulani, akili ya mtu na kuiattach, kuilazimisha katika andiko. Kwa hiyo wengi leo wanafanya eisegesis, wanaingiza akili zao, intention, mind zao, matakwa yao ndani ya maandiko.
ili mradi tu yanaendana, yanafanania na kile wanachotaka kuwafanyia watu au wanachotaka kufanya. Na mara nyingi wanatumia eisegesis, wanaingiza akili zao ndani ya maandiko, ni kwa ajili ya kufanya deception, kuwadanganya watu, ni kwa ajili ya kufanya manipulation, kucheza na akili za watu. Kuna kitu wanakitarajia kutoka kwa hao watu wakipate, ndio maana wanaingiza maana zao katika maandiko, ili mradi wawashawishi watu waweze kuchukua kitu kutoka kwao, au waweze kuwadanganya, waweze kufanya deception. Kuna watu ambao nawapenda sana, ni walokole, ni watu ambao wameokoka, walizaliwa katika mara ya pili, Waberoya. Watu wa Beroya, hawa Bereans hawa ni tofauti na watu wa Thessalonike. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 11 anasema watu wa Beroya, Wakristo wa Beroya walikuwa baada ya kufundishwa kanisani wanarudi nyumbani na kuhakikisha kupitia maandiko kama kile ambacho mitume walichofundisha kinatokana na Mungu au ni roho nyingine. Walikuwa wakijithibitishia kabisa kile ambacho mitume walikuwa wakifundisha. Lakini watu wa Thessalonike walikuwa hawana hiyo time. Wakishaambiwa na kutangaziwa jambo fulani, amen, I receive, hallelujah, wa Thessalonike hawana time. Hawana time ya kujisomea, kuwa na muda wao binafsi wa kuthibitisha nini neno la Mungu linalozungumza juu ya maisha yao. Mungu akubariki sana na akupe neema ya kufahamu na kujua kama watu wa Beroya, na usiwe mlokole Mkristo wa Thessalonike ambao huna time ya kujisomea maandiko. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe. Nakupenda sana.